Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'du. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ndugu zangu wasikilizaji, watazamaji, tunarudi tena katika kipindi chetu cha Uislamu ni dini ya haki, tena na katika Sharjah TV channel 2, na maudhui ya leo tunaendelea kuwaona wakina nani ambao wanapaswa kufunga au ni wajibu kwao kufunga mwezi wa Ramadhani, na wale ambao sio wajibu kwao kufunga mwezi wa Ramadhani. Tuliishia iliyopita tuliishia katika mtu wa pili, ambayo ni mtoto mdogo tuliompata kwenye hadithi ya Abi Hurairah radhiyallahu anhu, tulioona kwamba inapatikana katika kitabu cha Sahihi al-Bukhari na Muslim, kwamba hawa watu watatu kalamu imesimama kwao. Tukaona kwamba aliyelala yuko usingizini wa ndani na mtoto mpaka wakati atakapoamka, na mtoto mdogo mpaka atakapobaleghe. Sasa tunaenda kwa mtu wa tatu. Hadithi inaendelea, mtume wa Mwenyezi Mungu anasema, wal majnun hatta yafiq, na mtu aliyekuwa kichaa, aliyepotewa na akili, yani mtu msazi, sijui anaitwa msazi, aliyepatwa na kichaa, aliyepotelewa na akili mpaka atakaporudi akili yake. Hebu tizama ndugu yangu uzuri wa Uislamu. Yani Mwenyezi Mungu hatomuuliza mtu kichaa hata akiharibu mambo gani, hata akiharibu mambo gani. Wakati nilikuwa nafundisha Uislamu, uzuri wa Uislamu au dini ya Uislamu mwanzo katika vipindi vyangu vilivyopita katika hii Sharjah TV, nilifundisha nikaonyesha kwamba Mwenyezi Mungu kabla ya hajaamrisha mtu kufanya jambo, la kwanza kabisa mmempa akili. Yani Mwenyezi Mungu haweki amri zake, haweki sheria yake kwa mtu ambaye hana akili. Hebu tizama mwanzo kabisa katika hii hadithi, aliyelala anakuwa akili haifanye kazi. Yani hapa akili inatakikana. Wa pili ni mtoto mdogo, na mtoto mdogo bado hajakuwa na akili timamu ambayo ya kufanya mambo kwa ujuzi. Hao wote bado akili haijafanya kazi. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu haweki sheria yake katika mtu ambayo hana akili timamu. Hebu tizama sasa wakati wa mwisho katika hii hadithi watatu. Anasema kwamba kichaa mpaka atakaporudiwa na akili. Ina maana akili ni jambo kubwa sana ndani ya dini ya Uislamu. Kama hujafanya ibada, kama hajampa mtu kufanya ibada, lazima au anataka akili yake iwe ni timamu. Wakati huyo mwisho hii huko katika mazungumzo yetu tutaja kuona kwamba kuna mambo matano mwanadamu anatakiwa au ni lazima achunge haya mambo matano, au ayachunge katika asili yake, asije akiharibu hata moja. Sasa anasema mtume wa Mwenyezi Mungu kwamba na kichaa hadi atakaporudiwa na akili. Kwa hiyo huu muda wowote atakaokuwa kichaa, hana akili vizuri, hana akili timamu, chochote atakachokifanya ni kizuri au kibaya haandikiwi. Malaika basi kalamu imeisha simama. Akiua mtu, akimnyang'anya mtu, akimwibia, akiharibu vitu vya watu, akifanya nini, hata kwenye serikali za hapa, akifanya jambo lolote
hata serikali haimfuati. Hawawezi wakamweka kwamba wanampeleka kotini ili aende akaeleze kwa nini amevunja nani ya gari, au kwa nini amepiga mawe nyumba ya watu. La, kwa sababu gani? Wameshamuona kwamba huyu ni kichaa, hana hukumu. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu hukumu zake au ibada, amri zake huziweka kwenye mtu ambayo ana akili timamu. Kwa hiyo funga ya Ramadhani haimuhusu kichaa, wala hana ibada yoyote inayomhusu. Ina maana funga au ibada yoyote inamuona au inamtegemea au inamwendea yule ambaye ana akili timamu, tena mwaminifu, anayomwamini Mwenyezi Mungu ukweli wa kumwamini, anayeamini Mwenyezi Mungu ukweli wa kuaminiwa, ambaye ni Mungu mmoja pekee, asa ambaye hana mshirika, hakuzaa wala kuzaliwa. Huyo Mungu ambaye hazai, ambaye hazaliwi, ndiye Mungu mwenyewe anayeamrishwa au anayeamrisha binadamu wafanye ibada kwake, yani wamwabudu yeye. Ndiye muumbaji aliyetuumba sisi. Chochote kisichokuwa yeye ni kiumbe chake. Kwa hiyo mtu aliyekuwa kichaa Mwenyezi Mungu kutokana na rehema zake kwa wanadamu, mtu aliyekuwa kichaa, funga kwake si lazima mpaka akili itakaporudi. Mtu wa nne atakuja kupatikana katika aya ambayo inatuamrisha funga. Mwenyezi Mungu katika aya ambayo inaamrisha funga, inayoelekeza mwezi wa Ramadhani, Mwenyezi Mungu anatuambia, a'udhu billahi minashaitani rajim, Mwenyezi Mungu anasema shahru Ramadhan, mwezi wa Ramadhan, unzila fihi alquran, imeshuka kwao Qur'an, hudan linnas wa bayinati min alhuda wal furqan, faman shahida minkum shahra falyasumuhu. Anasema kwamba mwezi wa Ramadhani imeshuka kwake Qur'an ndani ya mwezi wa Ramadhani, na yule ambaye atakutwa na huyu mwezi akiwa ni mkubwa, akiwa na akili timamu, huyu mtu anaamrishwa afunge. Ana akili timamu, sio kichaa, wala hakulala, wala si mtoto mdogo. Akikutwa na huyu mwezi wa Ramadhani yuko hai na ana uwezo wa kufunga kama tutakavyoona hapo mbele, basi aufunge huu mwezi wa Ramadhani. Mwenyezi Mungu anasema kwamba faman kana maridhan au ala safarin fa'iddatin min ayyamin ukhra yuridu Allahu bikum al-yusr wala yuridu bikum al-usr. Mwenyezi Mungu anasema katika hii aya, anawaondoa katika miongoni mwa watu ambao hawa sio wajibu kwao kufunga. Tumesema kwamba kwenye hadithi tumeona kwamba wale mtu ambaye hana akili, aliyelala, mtoto mdogo. Sasa hawa wanaopewa ruhusa ya kula katika mwezi wa Ramadhani, yani Ramadhani sio kuwa wajibu kwao, hawako miongoni mwa hawa. Ni wazima, watu wazima, ni wenye akili timamu, hawako usingizini wala si vichaa, bali ni watu wazima wana akili timamu. Lakini sababu ambazo zinawaruhusisha wao wafunge, Mwenyezi Mungu anasema faman kana minkum maridhan, atakayekutwa na mwezi huu wa Ramadhani wa kuamrisha kufunga akiwa naumwa. Kuna maradhi ya aina mbili. Kuna maradhi ambayo hayaponi kabisa,
Tunamuomba Mwenyezi Mungu atuepushe nayo na wengineo awepushe na haya maradhi, na wale ambao wameshakumbwa nayo haya maradhi Mwenyezi Mungu awaponyeshe, kwa sababu Mwenyezi Mungu ni muweza wa kila jambo. Lakini kuna maradhi katika akili za binadamu, kutokana na akili za binadamu. Yasikilizike haya kwamba kwa Mwenyezi Mungu yawezekana, jambo lolote linawezekana kwa Mola wetu. Yaweza kamtibu Mwenyezi Mungu akamtibu mwenye kuwa na HIV na AIDS, Mwenyezi Mungu anaweza kamponyesha, wala hatuna shaka na hilo. Akitaka Mwenyezi Mungu anamponyesha bila dawa yoyote. Huyo ni uwezo wake Mwenyezi Mungu, akitaka anamponyesha kabisa. Lakini kwa watu sisi binadamu yuko mbali na akili zetu, kwamba mtu aliyekumbwa na maradhi ya hisia kama haya, tunaona kwamba huyu haweza kapona katika watu binadamu, hisi za watu. Lakini kwa Mwenyezi Mungu kila jambo lawezekana. Sasa Mwenyezi Mungu anasema kwamba wale ambao wanaumwa maradhi ya kwanza ni wale ambao wanaumwa maradhi ambayo yanaweza kapona. Yaani mwanadamu anayajua kwamba hii ikipatikana dawa atapona. Labda kama ameumwa kama malaria, au ameumwa kama labda mambo ya kuumwa tumbo au na nini. Sasa wakati ana maradhi haya, akiwa naumwa katika maradhi haya, Mwenyezi Mungu katika rehema zake na upendo wake kwetu anasema kwamba huyu mtu ali katika mwezi wa Ramadhani asifunge. Funga sio wajibu kwake, sio lazima kwake, hadi atakapopona. Na kama amepona, Ramadhani bado inaendelea, basi afunge hizo siku ambazo zimebaki. Lakini hizi siku alizokula ndani ya Ramadhani atakuja zilipa baada yake. Baada ya Ramadhani atakuja kulipa siku hizo baada ya Ramadhani hiyo. Huyu ni ambaye anaumwa maradhi au amepatwa na maradhi ambayo yanapona katika kipindi fulani, mwezi, siku 3, siku 4, wiki, mwezi, mwaka. Lakini yategemewa kwamba haya maradhi yatapona. Sasa kuna maradhi ya pili ambayo ni maradhi hayaponi kabisa. Yaani akimpata mwanadamu, akipatwa na haya maradhi ya mwanadamu, haya maradhi mwanadamu, sisi au madaktari au nini wanakumwambia kwamba haya maradhi hayana dawa. Nimekurudisha kwamba hayana dawa kwa sababu ya mwanadamu, akili ya mwanadamu na ujuzi wa mwanadamu, kwa sababu ni mfupi. Lakini kwa Mwenyezi Mungu jambo lolote linawezekana. Jambo lolote linawezekana. Mwenyezi Mungu anaweza kumtibu, mfano kama mtu ana vidonda vya tumbo. Kama mtu ana vidonda vya tumbo, kiakili ya mwanadamu na kiujuzi wa madaktari hutuonyesha kwamba haya maradhi hayaponi. Haya maradhi hayaponi. Lakini ninachokuambia ndugu yangu ni kwamba kwa Mwenyezi Mungu kila jambo linawezekana. Mwenyezi Mungu anaamurisha tu kwamba vidonda pona na vikapona. Wengi tumeisha waona wameisha tibiwa, yani wameisha pona mambo vidonda vya tumbo. Sasa kutokana na haya, acha tupate upumziko kidogo ndio turudi. Tunarudi katika kipindi chetu, tunatoka katika mapumziko, tunarudi tena tunaendelea. Sasa tulikuwa tukiyazungumzia maradhi, tumeyaona kwamba maradhi ni ya aina mbili. Kuna maradhi ambayo ni mepesi, yana muda fulani yatapona, yana dawa. Wanadamu wanajua kwamba dawa ya malaria ni hii. Kama atapata hii dawa, Mwenyezi Mungu atamponyesha kupitia katika haya madawa. Kwa hiyo
tukaifikia kwamba kuna maradhi ambayo kwa mwanadamu kutokana na akili ya mwanadamu au na ujuzi wa mwanadamu anaona kwamba haya maradhi hayaponi. Tukaleta mfano wa vidonda vya tumbo na maradhi mengine na kuingiwa na uzee wa miaka mikubwa sana, na haya ni maradhi yenyewe. Mzee kabisa ambayo amefika katika hali ya kuwa hawezi funga, amerudi nyuma kama mtoto mdogo, huyu na yeye haruhusiwi funga. Sasa Mwenyezi Mungu anasema kwamba yule ambaye anaye maradhi mepesi ya kupona, basi ale katika maradhi, wakati wa maradhi hayo, wakati anaumwa ana ruhusa ya kula, bali kufunga kwake ni haramu. Kufunga kwake ni haramu, haruhusiwi kufunga kwa sababu anaumwa. Kama anauma maradhi, kama akifunga katika maradhi hayo, yanaweza kazidisha hadi ikamfikia katika hali ya kuondokewa na uhai, akafa. Sasa huyu mtu ni haramu kwake kufunga. Na yule ambaye ana maradhi lakini hayo maradhi hayawezi yakampelekea kufa, lakini akiwa kama atafunga hatomeza dawa la kupona na ameandikiwa dawa, lakini akasema acha nitafunga, nitakuwa sasa kufunga kwake itakuwa ni karaha. Ni karaha kufunga kwake, si vizuri. Kwa hiyo na Mwenyezi Mungu hupenda sana mja, kama tutakavyoona kwenye hadithi, Mwenyezi Mungu anapenda mja wake akimpa ruhusa yake kuitumia. Yani anampenda mja kutumia ruhusa yake kama anavyompenda akimuona akitumia wajibu kwake, yani amri yake. Amri yake Mwenyezi Mungu akimwamrisha mtu, akimuona anatekeleza hiyo amri, anafanya hiyo ibada kwa ajili ya kumcha Mwenyezi Mungu, vile vile anampenda mwanadamu kuweka au kutekeleza ruhusa yake Mwenyezi Mungu kama anavyotekeleza wajibu kwake. Kwa hiyo yule anayeumwa akitumia madawa lakini yaweza kafunga, anaambiwa akule ili apate namna ya kumeza dawa vizuri na apate afya nzuri. Baada ya Ramadhani atakuja kulipa siku ambazo amekula ndani ya Ramadhani. Atakuja lipa siku ambazo amelikula ndani ya mwezi wa Ramadhani, atazilipa baada ya Ramadhani, na anaweza akazilipa katika mwezi wowote. Almuhimu Ramadhani siji kamfikia kabla hajalipa. Huyu ni kwenye maradhi ambayo ni madogo madogo. Sasa maradhi ambayo hawezi kabisa funga na hayategemewi kabisa kupona, katika hayo maradhi ni maradhi ambayo labda tumetoa mfano wa vidonda vya tumbo. Vidonda vya tumbo kutokana na akili ya mwanadamu na ujuzi wa madaktari, wanasema kwamba hivi vidonda havifanyi nini? Haviponi. Kwa hiyo mtu kama hivi vidonda vya tumbo atakapofunga vitakuja kumuongezekea na kumletea hadi kifo, huyu mtu anaambiwa asifungi, bali atawalisha maskini. Kila siku ya funga atakuwa anamlisha maskini mmoja kila siku, na atakuwa anamlisha chakula ambacho yeye angekula kwake, yani anachoweza kula yeye, chakula atakachokula. Kama ni mtu ambaye chakula chake ni chepesi, basi amlishe kutokana na uwezo wake. Hairuhusiwi kuwakusanya watu
30 kwa mpigo uwalishe mwanzo wa Ramadhani, hairuhusiwi. Bali kila siku itakayofungwa na yeye atamlisha maskini mmoja. Maskini ni yule mtu ambaye anaweza kapata chakula, anayepata chakula cha mchana labda usiku asipate, au akipata chakula cha usiku cha mchana hapati. Huyu ndiyo maskini. Kwa hiyo kila siku namlisha maskini ambaye hatofunga, namlisha maskini kwa kila siku ya funga, na anamlisha chakula, sio kumpa pesa. Labda anaweza akasema kwamba atamhesabia kila siku anakula na anakuwa anampa kilo moja na robo ya chakula ambacho kinaliwa katika hiyo nchi au pande huo, kinachokuliwa sana, ambacho watu wa kijiji hicho au watu wa nchi hiyo au watu wa sehemu hiyo wamezoea chakula hicho. Kwa hiyo ndio chakula ambacho anamlisha Muislamu, anamlisha huyu ambaye hatofunga. Sasa namlisha kila siku. Hapa inatakikana ijulikane katika funga, ndugu zangu, funga ina maana kama tulivyoonyesha mwanzo kwamba ni mtu kujiziwia mambo ambayo yalikuwa halali kwake kabla ya Ramadhani, mchana kabla ya Ramadhani. Sasa hayo Ramadhani ikija, basi mwanadamu anakuwa ni mwenye kufunga kwa hayo mambo: chakula, kunywa kinywaji. Anaacha jambo hili kuanzia fajiri hadi jioni jua likizama. Sasa kama ni hivyo, huyu ambaye hatofunga atamlisha maskini, haina maana kwamba viungo vingine havitofunga. Amefunga chakula kwa sababu ya vidonda vya tumbo, ameamrishwa ale, asifunge, amlishe masikini. Lakini asije akakosa akafanya jambo lingine ambalo si mgonjwa kwalo. Ina maana asije akakutana na mke wake katika mchana wa Ramadhani kwa sababu yeye mke wake amefunga au yeye mume wake amefunga. Kwa hiyo asije akafanya kosa kwamba mimi nakubaliwa, mimi sifungi, yani sili chakula, kwa hiyo kama sitokula chakula ina maana hata kukutana na mume wangu au kukutana na mke wangu naweza nikakutana naye. La, kumbuka ya kwamba hapo utafunga kwa ajili hilo au kwa jambo hilo utafunga, kwa sababu hilo una usalama nalo, uko salama, hauna uzito na hauna maradhi ndani ya kwa jambo la kukutana na mke wako. Kwa hiyo la pili ni kwamba mke wako yeye amefunga Ramadhani, ana afya nzuri. Sasa kama wewe walisha, yeye anafunga mwenyewe, sasa wewe unataka kufanya tendo lake na ndoa na wakati yeye amefunga, unataka kumfanyia makosa? La. Kwa hiyo mambo mengine unayaacha isipokuwa kula na kunywa. Mtu anaacha mambo mengine mpaka jua linazama, lakini kwa kula atakuwa anakula kwa sababu yeye ana ruhusa au amepewa ruhusa na Mola wake.
Kwa hiyo aya Mwenyezi Mungu anatuambia kwamba yuridu Allahu bikumul yusr, anawapendelea yale mepesi. Ni rehema zake Mwenyezi Mungu kwa binadamu. Kwa nini ayamrishe mtu aniyeumwa kwamba akule? Ale, kwa sababu anataka yeye asipate uzito na asipate na matatizo, kwa sababu anampenda yuko salama. Na mtu wa pili katika hiyo aya anasema au ala safarin, au mwanadamu akiwa ameisha safiri, yuko safarini, au ameanza safari, au atakwenda safari. Tumeona huko kwanza kama mtu anataka kufunga, funga yake anaanzia kunuia usiku kabla ya alfajiri. Ananuia kwamba kesho atafunga Ramadhani, au atafunga siku ya Ramadhani, ya kwanza, ya pili, ya nne. Yani kila siku anapaswa awe na nia, aweke na azimie kwamba kesho nitafunga. Sasa mtu yule ambaye ana safari, ima ya gari, ima ya ndege, huyu mtu ana ruhusa ya kula katika safari yake. Usile kabla haujaondoka, yajulikane vizuri hapa. Haruhusiwi kula kabla hajaondoka. Anakula wakati akianza safari. Akianza safari yake mpaka akivuka katika nyumba za kijiji zake, au upanda sehemu anakokaa, kiasi kwamba akimwona mtu, yani akigeuka kutizama alikotoka, anamuona mtu, hawezi kabainisha kwamba yuyu ni mwanamke au mwanamume. Anakuja huku wanakwenda kule, basi hapo ameshaanza safari. Anaruhusiwa kula na anaruhusiwa kupunguza kwenye swala. Sasa safari ambayo inampelekea mwanadamu ale katika Ramadhani ni yule ambaye anaanza safari. Tunamuomba Mwenyezi Mungu atuweke katika watu ambao watafunga vizuri mwezi wa Ramadhani, na atupe uzuri wa Ramadhani. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.